Ndugu waandishi wa habari, mkoa wetu wa Tabora unaendelea kuwa shwari na ulinzi na usalama umeimarishwa. Kwa siku ya leo napenda kuwapa taarifa ya harambee ya ujenzi wa nyumba za askari polisi hapa mkoa wa Tabora iliyofanyika hapa, na nyumba zinajengwa hapa na manispaa ya Tabora, iliyofanyika katika ukumbi wa Isike Mwanakiungi kwenye ofisi ya mkoa wa Tabora. Na hiyo harambee imefanyika tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2019 majira saa 5 za mchana hadi saa 8 za mchana. Na hiyo harambee ya uchangiaji ilikuwa inaongozwa na mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Agremwandi. Ilihudhuriwa na viongozi wa serikali, wanasiasa, taasisi za serikali, taasisi za kifedha, makampuni ya simu, mifuko ya hifadhi ya jamii, viongozi wa dini na taasisi za elimu na wafanyabiashara na makampuni binafsi. Hiyo harambee ilianza kwa mkuu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora kutoa taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa nyumba za polisi ambazo zinaendelea kujengwa pale kwenye kambi ya polisi Tabora. Nyumba hizo ni nyumba 6 za askari ambazo zinajengwa kutokana na fedha tulioletewa na serikali iliyotoka ofisi ya Inspector General Polisi, jumla ya shilingi 150 milioni. Fedha hizi zimekuja kwa kutumia mtindo wa force account. Na ujenzi wa nyumba, tutajenga nyumba hizi kwa kutumia matumizi ya fedha kwa mtindo wa force account. Hizi nyumba zina maelekezo kwamba kila nyumba moja kutokana na hizi fedha ni jumla ya shilingi milioni 25. Milioni 25 kwa nyumba moja. Kwa nyumba 6 ni jumla ya nyumba milioni 150. Baada ya kupata fedha hizi tulifanya mchanganuo BOQ ya gharama ya ujenzi wa kila nyumba. Hizi nyumba zinapaswa kuwa na vyumba 3 vya kulala, sebule, jiko, choo na veranda. Baada ya kufanya mchanganuo kwa kutumia mhandisi ambaye tulipewa na katibu tawala wa mkoa, yani rais wa Tabora, mhandisi anaitwa Kazimoto. Ni mhandisi engineer ambaye anatoka Tarura hapa mkoa wa Tabora, akishirikiana na viongozi mbalimbali na wataalamu mbalimbali kutoka kwenye kamati ya ujenzi. Walifanya mchanganuo na kugundua kwamba nyumba moja ina thamani ya milioni 42,336,279. Na hii ni kwa kila nyumba. Sasa tutaweza kuona hapa kwamba tumepata fedha jumla ya milioni 25 kwa nyumba moja, lakini baada ya kufanya mchanganuo wa kitaalamu na kiuhandisi imeonekana ni milioni 42,336,279. Kwa hiyo kuna nyongeza shilingi milioni 17,336,279 kwa kila nyumba. Baada ya kufanya mchanganuo huo na kupitia eneo la kiwanja, tulikubaliana na kamati ya ujenzi kwamba hizi nyumba zijengwe kwa mtindo wa 2 kwa 1. Kwa hiyo tutajenga block moja nyumba 2, na hizi nyumba 2 zitakuwa na thamani ya shilingi milioni 84,672,558. Kwa hiyo ina maana kwamba kutakuwa na nyumba 2 ambazo kila moja milioni 42,336,279 na nyingine hiyo itakuwa ni hiyo milioni. Kwa hiyo zote nyumba 2 zitakuwa na thamani ya milioni 84. Kwa hiyo tutakuwa na jumla ya nyumba 6. Kwa hiyo jumla ya nyumba 6, kwa maana kwamba kila nyumba ikiwa inajengwa kwa milioni 42,336,279, tutahitaji jumla ya shilingi milioni 254 na 17,674. Kwa hiyo kutokana na mahesabu haya tuna upungufu wa shilingi milioni 104 na 17,674. Kwa hiyo fedha ambazo tumeitisha harambee na ili kuzipata hizi fedha ya shilingi milioni 104 na 17,674 kama sehemu ya kufidia haya mapungufu ili hizi nyumba ziweze kukamilika. Lakini mpaka sasa hivi hatua ambazo tumeshafikia, kwa kuwa ujenzi unaendelea, tayari tumeshajenga
msingi umeshajengwa, tofali karibu zaidi ya shilingi 21,200 zimeshafatuliwa, na nyumba kwa sasa hivi ziko katika hatua ya kumwaga jamvi, na baada ya kumwaga jamvi tutaendelea na kulipandisha boma, na tayari tumeshaagiza mabati ya nyumba nzima, mbao za nyumba nzima zimeshaagizwa, na nondo zimeshaagizwa, na milango na madirisha tayari imeshaagizwa na yanatengenezwa, na vile vile kuna mchanga wa kutosha kwa ajili ya kupandishia boma, na mawe ya kutosha, na hata mchanga kwa ajili ya kupiga lipu upo site, na sasa hivi ujenzi unaendelea. Lakini kwa siku ya jana, baada ya kuitisha hii harambee, tunawashukuru wananchi wa Tabora waliojitokeza, na tuna mafanikio ambayo tumeyapata kutokana na mchanga hiyo ya siku ya jana ya harambee hizo. Tumeweza kupata jumla ya fedha zilizoahidiwa kutoka kwa wananchi baada ya ile harambee iliyosimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Aggrey Mwande ni shilingi milioni 37,448,000. Hizi ni fedha ambazo zilizoahidiwa na material mbalimbali kwa wananchi wetu na wafanyabiashara hapa mkoa wa Tabora. Vile vile fedha za simu ambayo ilikusanywa pale ilikuwa ni shilingi 890,000. Vile vile katika harambee hiyo ambayo ilisimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tulikuwa na maazimio ya harambee. Taasisi mbalimbali za serikali, vyombo vya ulinzi na usalama, JWTZ, magereza, uhamiaji, TISI na zimamoto na jeshi la polisi, hawa walipewa maazimio na waliahidiwa kiasi cha fedha ambazo wataweza kuchangia kila taasisi. Vile vile wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Tabora vile vile kutokana na maazimio walipewa kiwango cha fedha za kuchangia kutokana na taasisi zao. Vile vile wakala wa serikali, TANESCO, TRA, TUWASA, TARURA, TANROADS, wakala wa vipimo, TEMESA, TFS, TAWA, TBA, SUMATRA, nao katika maazimio kuna kiasi cha pesa wameelekezwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba wanaweza kachangia. Taasisi za vyuo na shule za binafsi vile vile nao walitoa maelekezo, makampuni ya uchimbaji wa madini, makampuni ya ujenzi, makampuni ya ulinzi, waandishi wa habari wa mkoa wa Tabora, wamiliki wa mabasi, wamiliki wa mahoteli, petrol station. Hizi taasisi zote kuna maazimio ambayo yalipitishwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ya kwamba hizi taasisi, kila taasisi ilipewa kiwango cha fedha waweze kuchangia, na maelekezo kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametoa maelekezo kwamba hizi taasisi ziandikiwe barua kutoka ofisi ya Mkuu wa Mkoa ili kusisitiza maazimio ya kikao hichi. Sambamba na hilo, kulikuwa na makampuni ya tumbaku TLTC, ATT, GTI, na haya makampuni ya tumbaku kuna maazimio na maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa atawaandikia barua maalumu ya haya makampuni waweza kuchangia kupitia mifumo yao ya social corporate responsibility ili kuweza kuchangia ujenzi wa nyumba za polisi hapa Tabora. Vile vile kuna watu ambao wameahidi kuongea na viongozi wao, kwa mfano Shafini Shuma, Ng'ambo Petrol Station, TFS kana maalum ya Tabora na ofisi za uhamiaji. Hawa wameahidi kwamba watachangia, lakini baada ya kuongea na viongozi wao na kupata kibali. Vile vile katika harambee hii ilihitimishwa kwa kupewa nafasi mkuu wa wilaya ya Kaliua. Huyu mkuu wa wilaya aliteuliwa na Mkuu wa Mkoa wa Tabora kufunga harambee hiyo, ile ambayo alianza kwa kushukuru mgeni rasmi kwa kuweza kuendesha harambee hiyo. Na mimi napenda kuwaambia wananchi wa Tabora kwanza nawapongeza na washukuru kwa mchango na ahadi na maazimio ambayo yamepitishwa, na hiyo michango pamoja na ahadi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alitoa maelekezo kwamba michango hiyo na ahadi hizo na maazimio haya yatekelezwe kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5. Basi ahadi hizo zote zimeshakamilika
na vile vile na zile barua zitakuwa zimeshaandikwa kwenda kwa viongozi husika kwa ajili ya kuwajulisha michango hii. Na vile vile tulitoa namba ya akaunti ambayo ni akaunti ya polisi RPC Tabora, Simpress account namba 5100111048. Hii akaunti inapatikana kwenye benki ya NMB hapa Tabora. Hii akaunti itatumika kuingiza fedha zile ambazo zitatumika kwenye ujenzi. Sambamba na hilo, ujenzi huu wa nyumba za polisi ni sehemu ya ahadi ambazo alizitoa Mheshimiwa Rais Magufuli wakati ule, na ni sehemu ya kutimiza ilani ya uchaguzi ya CCM chama tawala kwamba ataboresha makazi ya askari. Sasa kutokana na ahadi alizotoa na kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama cha tawala cha CCM, hii ni maelekezo na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM. Kwa hiyo basi, napenda kuwasihi, kuwatangazia na kuambia wananchi wa Tabora kwamba jeshi la polisi tunajenga nyumba za polisi hizi ambazo zimetoka kwenye fedha ya serikali milioni 150 na kuwashirikisha wananchi, wadau na taasisi za serikali, na naamini tutafanikiwa kuzijenga hizi nyumba, na maazimio ya kikao ambayo amefanya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa mashirika mbalimbali, wafanyabiashara. Baada ya kumaliza hizo nyumba, tunatarajia kwamba zitajengwa nyumba nyingine ambayo kutokana na utekelezaji wa maazimio ambayo yalipitishwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na harambee hii ambayo inafanyika tarehe 30 mwezi wa 4 2019. Nyumba hizi zitasimamia viwango vya serikali na zitakuwa zinasimamiwa na kamati ambazo zimeundwa. Kuna kamati ya ujenzi ambayo ina wajumbe 6 ikisimamiwa na injinia kazi moto kutoka Dharura. Kuna kamati ya manunuzi ambayo inasimamiwa na wataalamu kutoka halmashauri hapa Tabora, maafisa ugavi kutoka jeshi la polisi, kutoka magereza na wengine ni wananchi. Alafu kuna kamati ya mapokezi ambayo nao kuna wahandisi, kuna mafundi, kuna wajumbe kutoka magereza na polisi. Hizi kamati zote 3 zitahakikisha kwamba ubora unazingatiwa, na tunaahidi kwamba hizi pesa zote zinazochangwa na wananchi zitasimamiwa vizuri chini ya uangalizi wa ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia ofisi ya rasi, pamoja na hizi kamati zote za ujenzi, za manunuzi, za mapokezi, ambazo kamati hizi zimeundwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia ofisi ya rasi na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, ili kuhakikisha kwamba mradi huu unasimamiwa katika viwango vya hali ya juu, na mradi huu unaisha kwa muda uliopangwa, na kuhakikisha pesa za wananchi zilizochangwa zinatumika kama maelekezo ya serikali inavyozungumzia katika force ya